Na mjambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kongo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video kwenye screen yako, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako, aisa mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari toka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari zetu za asubuhi tutaongelea habari tofauti kuhusu vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile tutaongelea nini kinachoendelea mashariki mwa DRC, na vile tutaongelea pia habari za pembe zote za dunia. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako wimbi jipya la wananchi wanaokimbia makazi yao limeonekana katika eneo la Kasake wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaloungwa mkono na makundi ya uzalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yanayoendelea kati ya tarehe 13 na 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 yamewalazimu mamia familia kuondoka kwa haraka kutoka vijiji vyao wakihofia usalama wao. Wengi wao wamekimbia katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, ikiwemo Ngungu na Kibabi, huko wakiacha nyuma nyumba zao, mali zao na vyanzo vyao vya kujipatia riziki. Mashuhuda wanasema hali ya hofu imetanda mara tu milio ya silaha ilipoanza kusikika. Familia nyingi hazikupata muda wa kubeba mahitaji muhimu, jambo lilowafanya waathirika au kuanza maisha mapya katika mazingira magumu bila chakula cha kutosha, malazi salama wala huduma muhimu za msingi. Viongozi wa jamii wanaeleza kuwa wakimbizi au wapya wamejiunga na maelfu ya familia nyingine ambazo tayari zimekuwa zikiishi katika maeneo hayo kwa zaidi ya miezi miwili. Kwa mujibu wa viongozi au familia nyingi bado hazijapata msaada wa kutosha kutoka kwa mashirika ya kibinadamu, hali inayozidi kuongeza mateso yao. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa kijamii wametoa wito wa dharura kwa mamlaka husika na mashirika ya misaada kufanya sensa ya haraka ya kaya zilizokimbia makazi yao ili kubaini idadi ya waathirika na mahitaji yao ya msingi. Wanasema hatua hiyo itarahisisha utoaji wa msaada wa haraka, ikiwemo chakula, makazi ya muda, vifaa muhimu vya nyumbani pamoja na huduma za afya. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu wanaona kuwa kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya Masisi kunazidi kuzorotesha hali ya maisha ya raia. Mbali na kupoteza makazi yao, wananchi wengi wanashindwa kuendelea na shughuli za kilimo, biashara na masomo ya watoto, jambo linaloongeza athari za mgogoro. Wakazi wa Masisi wanaendelea kutoa wito kwa pande zinazohusika katika mapigano kuheshimu usalama wa raia na kutafuta suluhisho la amani ili kukomesha mzunguko wa vurugu unaowalazimu maelfu ya watu kukimbia makazi yao mara kwa mara. Kwa sasa hali katika eneo la Kasake inaelezwa kuwa bado ni ya wasiwasi, huku wakazi wengi wakiendelea kusalia katika maeneo ya hifadhi wakisubiri kurejea kwa utulivu na kurejea ili warejee katika maisha yao ya kawaida. Tuende na habari kutoka Kivu Kusini, katika eneo la Kamituga ambako wachimbaji watatu wa madini wamefariki dunia, huko takriban watu 10 wakijeruhiwa kufuatia ajali mbaya iliyotokea Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la uchimbaji wa madini wa Kalingi Tuliona lililoko katika mtaa wa Kalingi wilaya ya Mobale mjini Kamituga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa eneo la tukio, ajali hiyo ilitokea wakati wachimbaji walipokuwa wakifanya operation ya kulipua miamba ndani ya andaki ili kupata mawe yenye madini. Muda mfupi baada ya mlipuko huo, sehemu ya hifadhi ya mabaki ya uchimbaji iliporomoka ghafla na kuwafunika wachimbaji waliokuwa wakifanya kazi chini ya ardhi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kuporomoka kwa kifusi hicho kilisababisha vifo vya watu watatu papo hapo, huku wengine zaidi ya 10 wakipata majeraha ya viwango tofauti. Majeruhi walikimbizwa katika vituo vya afya vilivyoko karibu kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya haraka. Rais wa mashirika ya kiraia ya Kamituga Jean-Pierre Lemwanda alithibitisha tukio hilo akisema kuwa miili mitatu tayari imepatikana kutoka chini ya kifusi, huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta wengine ambao huenda bado wamekwama ndani ya andaki. Uokoaji wakisaidiwa na wananchi wa eneo hilo wanaendelea na operesheni ya kuondoa kifusi
kwa matumaini ya kuwapata manusura au mili ya waathirika wengine. Hata hivyo, kazi hiyo inaendelea kwa tahadhari kutokana na hofu ya kutokea maporomoko mengine. Ajali hii imeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Kamituga ambalo limekumbwa mara kwa mara na matukio ya aina hii. Kwa mujibu wa takwimu za ndani, hii ni ajali ya 6 ya migodini yenye kusababisha vifo kurekodiwa mjini Kamituga tangu mwaka 2026. Wakazi pamoja na viongozi wa kiraia wanatoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha usimamizi wa migodi, kuhakikisha sheria za usalama zinazingatiwa na kuweka mifumo madhubuti ya kuwalinda wachimbaji ili kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Kwa sasa shughuli za uokoaji zinaendelea katika eneo la tukio, huku idadi ya waathirika ikihofiwa kuongezeka endapo watu wengine watapatikana chini ya kifusi. Mamlaka zinatarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi wa operations za uokoaji zinavyoendelea. Twende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wagonjwa 10 waliokuwa wakitibiwa ugonjwa wa virusi vya Ebola wameondoka rasmi kutoka kituo cha matibabu ya Ebola cha Nizi kilichopo katika wilaya ya Njugu mkoani Ituri baada ya kuthibitishwa kuwa wamepona kabisa. Tukio hili limepokelewa kwa furaha kubwa kwa wananchi pamoja na wahudumu wa afya ikiwa ni ishara ya mafanikio katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa hatari. Katika ziara yake ya kwanza rasmi ndani ya mkoa wa Ituri tangu ateuliwe kushika wadhifa huo, gavana wa kijeshi wa Ituri General Meja Gabi Kasongo alihudhuria hafla ya kuwaaga manusura hao. Shughuli hiyo ilianza kwa heshima za kijeshi kabla ya wagonjwa au kupokelewa na ndugu zao katika mazingira yaliyotaja ya hisia na matumaini mapya. Baadhi ya manusura walitoa ushuhuda kuhusu safari yao ya kupambana na Ebola. Mmoja wao alisema aligundulika kuwa na virusi hivyo na aliamua kufika mapema katika kituo cha matibabu ambako alipata huduma bora kutoka kwa madaktari na wauguzi. Alisema juhudi za wahudumu wa afya pamoja na rehema za Mungu zilichangia kupona kwake na akatoa shukrani kwa timu nzima za matibabu kwa kujitolea kwao kuokoa maisha yao. Mgonjwa mwingine aliyenusurika alieleza kuwa alianza kuugua baada ya kuwasiliana na mwanafamilia aliyekuwa ameambukizwa na Ebola. Alipata dalili kama kuharisha, kutapika na udhaifu mkubwa wa mwili. Hata hivyo, baada ya kupatiwa matibabu ya haraka katika kituo hicho alifanikiwa kupona na sasa amerejea katika maisha yake ya kawaida. Akizungumza baada ya afla hiyo, gavana Gabi Kasongo aliwapongeza manusura au na kuwahimiza warejee katika jamii bila hofu. Alisitiza kuwa kupona kwao ni uthibitisho kwamba wagonjwa wanaowahi kufika hospitalini wana nafasi kubwa ya kupona ikiwa watapata huduma stahiki. Gavana huyu aliwataka wananchi wa Jugu na mkoa mzima wa Ituri kuendelea kufuata kwa umakini hatua zote za kujikinga dhidi ya Ebola. Alisitiza kuwa ugonjwa huo bado upo, hivyo ni muhimu kuzingatia usafi wa mikono, kutoa taarifa mapema kwa wahudumu wa afya endapo mtu atapata dalili na kuepuka kugusana na wagonjwa bila tahadhari zinazohitajika. Baada ya hafla hiyo, gavana alikagua miundombinu ya kituo cha matibabu ya Ebola cha Nizi kilichojengwa kwa ushirikiano wa jeshi la Alima na ili kujionea hali ya huduma zinazotolewa kwa wagonjwa. Ziara hiyo imefanyika wakati mkoa wa Ituri ukiendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa 17 wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha huduma za matibabu, ufuatiliaji wa wagonjwa pamoja na kampeni za uelimishaji kwa jamii, zikiamini kuwa ushirikiano wa wananchi na wataalamu wa afya ni nguzo muhimu katika juhudi za kuenea kwa ugonjwa huu na kuokoa maisha zaidi. Tuongelee habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyohusu vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu, akisisitiza kuwa nchi yake iko tayari kujilinda ikiwa itakabiliwa na tishio lolote. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano unaohusiana mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaohusisha waasi wa M23 ukiendelea kuzua wasiwasi katika eneo au katika ukanda huo.
Akizungumza kuhusu kauli zinazotolewa dhidi ya kundi la M23, Kagame alisema kwamba baadhi ya matamshi yanayoelekezwa kwa waasi hao yanaonekana pia kulenga Rwanda. Kwa mujibu wa rais huyo, kauli za kutaka kuifuta M23 zinaweza kutafsiriwa kama dhamira ya kushambulia pia nchi ya Rwanda. Hata hivyo, Paul Kagame alisitiza kuwa hana nia kuchochea vita wala kutamani hali hiyo itokee. Alisema anatamani mzozo huo usifikie hatua ya mapambano makubwa, lakini ikiwa hali hiyo haitazulilika, Rwanda itakuwa tayari kujilinda pia. Kauli yake ilikuwa na ujumbe kwamba sitamani jambo hilo litokee, lakini likitokea na nishindwe kulizuia, naamini watatukuta tuko tayari. Matamshi hayo yanakuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kuwa na tahadhari kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa imeendelea kuituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiendelea kuyakanusha mara kwa mara. Kwa upande mwingine, juhudi za kikanda na kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo ya amani ili kumaliza mapigano yanayoendelea katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Viongozi wa nchi mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa wanaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo badala ya kutumia nguvu ya kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kauli za viongozi zina uzito mkubwa katika mazingira yenye mvutano. Hivyo wanasitiza umuhimu wa kuendelea na diplomasia ili kuepusha ongezeko la taharuki katika ukanda wa maziwa makuu. Kwa kumalizia, kauli ya Rais Paul Kagame inaonyesha msimamo wa Rwanda kuhusu swala la usalama wa taifa, huku ikisitiza kuwa nchi hiyo haitafurahia kuingia kwenye mzozo, lakini itakuwa tayari kujilinda iwapo itahisi usalama wake unatishiwa. Wakati huo, matumaini yanaendelea kuelekezwa kwenye mazungumzo ya amani ili kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari toka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa, na basi tunakuomba kuwa nasi paka mwisho. Karibu. Na tukisonga mbele, rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake huenda ikachukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kuwa italipisha 20% ya mizigo inayosafirishwa kupitia njia hiyo kwa kutoa ulinzi kwa meli zinazopitia huko, huku Iran ikiapa kuwa haitaruhusu hilo lifanyike. Haya yanakuja huku pande hizo mbili zikishambuliana vikali katika kanda ya Mashariki ya Kati kugombea udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafiri majini. Kuzuka huku kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili kumesababisha tena bei ya mafuta kupanda. David Nki ana taarifa zaidi. Iran inasema imezishambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan, Bahrain na Kuwait pamoja na mifumo ya rada huko Oman inapojaribu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo la Iran lilifuatia mashambulizi makubwa ya Marekani dhidi ya nchi hiyo usiku kucha. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei, amesema Tehran ilikuwa ikijaribu kukubaliana kuhusu taratibu pamoja na Oman kwa ajili ya mlango bahari wa Hormuz, lakini shinikizo la Marekani dhidi ya Oman lilikuwa likizuia maendeleo hayo. Mashambulizi haya mapya yameongeza bei ya mafuta duniani kote, huku makubaliano ya kufungua tena mlango bahari Hormuz na kukomesha vita yakiendelea kuvunjika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mashambulizi makali zaidi yatafuata kwa Iran. It's open. Iko wazi, tumewashambulia kwa mabomu usiku wa jana. Ni watu waovu sana na hawajitambui. Tulikuwa na mkutano nao kwa mara ya mwisho, walifikia makubaliano jana, makubaliano muhimu sana kwetu. Hakuna nyuklia, hakuna hiki, hapana kile, hapana chochote. Walikubali kila kitu, na kisha baada ya hapo walitoka chumbani, na kisha ndani ya saa moja wakashambulia meli ya mafuta. Nikasema, nyinyi ni watu wagonjwa, nyinyi ni wagonjwa. I said, you people are sick. You're sick people. Marekani inasema imefanya mashambulizi makali kwenye maeneo ya kijeshi ya Iran usiku kucha ili kuijibu Iran baada ya kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Hakuna meli za biashara zilizovuka njia muhimu ya maji tangu jana jioni, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za ufuatiliaji wa meli, huku 8 pekee zikiwa zimevuka siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani linasema kwamba lilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga, maeneo ya rada ya pwani, uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani na boti ndogo
kwa kutumia ndege, na mashambulizi hayo yanatajwa kwamba yalikuwa makubwa sana. Mwandishi wa BBC anayeshughulikia masuala ya usalama Frank Gardner amekuwa akitoa uchambuzi wa kina kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kati ya Marekani na Iran. Iran of course wants. Bila shaka Iran inataka mabadiliko ya kimsingi katika lango la Hormuz. Inasema kuwa mambo hayatarajia kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28 Februari. Nyinyi Marekani mlishambulia Iran, hamjaweza kutushinda. Bado tuko hapa na tumegundua kwamba jiografia iko upande wetu. Hiyo ni silaha na tutaitumia. Na jambo hilo halikubaliki kwa Marekani wala kwa nchi za Kiarabu za Ghuba wala kwa sekta ya usafirishaji wa baharini. Gulf Arab states and the maritime shipping industry. Wiki iliyopita Rais Trump alisema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yamemalizika, huku akiongeza kwamba uongozi wa Iran ni watu duni na waovu. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kuwa shambulio la Marekani lilisababisha kifo cha mtu mmoja katika kituo cha kusukuma maji kwenye mji wa Mashhad huko kusini magharibi mwa nchi hiyo, na pia mfanyakazi mwingine mmoja wa kampuni ya mawasiliano aliuawa katika shambulio lililofanyika kwenye jimbo la Hormozgan. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema kwamba Iran ilikuwa ikijaribu kukubaliana na utaratibu pamoja na Oman ili kudhibiti meli kupitia mlango bahari, lakini shinikizo dhidi ya Muscat kutoka Washington lilikuwa likizuia maendeleo. Iran iliahidi kuruhusu kupita salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz kulingana na mkataba wa makubaliano uliosainiwa na Marekani mwezi uliopita. Hata hivyo, imekuwa ikirusha makombora na ndege zisizo na rubani katika meli kadhaa ambazo imesema zinatumia njia isiyoidhinishwa kupitia maji ya eneo la Oman. CENTCOM ilisisitiza Jumapili kwamba Iran haidhibiti mkondo huo na kwamba ipo wazi kwa meli zote zinazotaka kupita kihalali njia ya maji ya kimataifa. Juhudi za upatanishi wa kikanda kutatua mzozo huo mwishoni mwa juma zilishindikana. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Tukitoka Mashariki ya Kati, msikilizaji, tunakuja hapa kanda ya Afrika Mashariki. Na huko Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imekuwa ikifuata sheria zinazohusiana na haki za binadamu kitaifa, kimataifa na hata kikanda. Amesema hayo hii leo jijini Arusha, Tanzania, wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine yatakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje, umuue. Kitaka kumuua mbwa mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea ifanyaje, imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu, anayevunja sheria atashughulikiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi tuko vizuri, waendelee kusema hakuna haki, tunavunja haki, lakini hakuna aliye juu ya sheria. Kila anayevunja sheria anashughulikiwa. Rais Samia amewataka pia mawakili kufanya kazi zao kwa weledi na bila kurubuniwa. Msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu, power, wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwingine kote utakapokwenda, hata ukipokewa we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna kwa sababu ni mgeni. Mambo ni mengi sana ulimwenguni. Watu wanafikiria the new world economic order, watu wanafikiria sijui kuvunja system za kisiasa kuleta nyingine. Naomba tuwe ahead ya hayo mambo, tuyaelewe mapema, tuyafanyie tathmini, tuyatafsiri katika hali yetu, tutunge sheria zitakazotuhami, zitakazolinda uhuru wetu, zitakazolinda heshima ya taifa letu. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko ya sera za kiuchumi, matamko na mwelekeo wa kisiasa duniani umekuwa ukiziweka nchi zinazoendelea katika hali ngumu ya ushindani. Amesema hali hiyo imesababisha pia hujuma mbalimbali kimataifa.
Tunashuhudia mataifa yakihujumiana. Tunashuhudia vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ya vijana kulaghaiwa na kumezeshwa sumu dhidi ya mataifa yao na kushawishiwa kuhujumu chumi zao zilizojengwa kwa nguvu kubwa. Vile vile kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Ni Rais wa Tanzania huyo Samia Suluhu Hassan wakati akifungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali nchini humo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2027. Jina langu ni Idi George, naendelea kila siku kutilia habari zetu kupitia mtandao wetu wa YouTube. Hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare. Vile vile unatuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye screen yako kwenye video, na tukawasiliana moja kwa moja. Asante.